الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي خير الورى الرسول المجتبى. ما للمسلمين سواك حصن إذا ما ضر مسهم ونابا. ولو حفظوا سبيلك كان نورا، وكان من النحوس لهم حجابا. وأصلي وأسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Awali ya yote, Mheshimiwa Shekhe wetu wa mkoa Al-Allama صاحب التفاسير والحجج في الأحاديث فصيحة اللسان في الموعظة الحسنة، صاحب التاريخ والسيرة النبوية الشريفة الحبيب الشيخ حسن بعيد حسن كبورة. Ndugu zangu wanasiasa, walimu wenzangu wa madrasa na viongozi wa taasisi mbalimbali, pamoja na Waislamu na wale wote wasiokuwa Waislamu, nitumie fursa hii adhim na maridhawa kwanza kukusalimieni kwa maamkizi mema ya Uislamu, nayo ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi kama nilivyotambulishwa ndiyo shekhe wa kata hii ya Rusibi, lakini ndiyo katibu wa shekhe wa mkoa wa Kigoma, na hapa tulipo ni nyumbani pia, na huyu aliyefariki ni mzee wetu. Kwa hiyo huzuni kwetu sisi kwa sifa ya pekee ni kubwa mno, lakini kwa sifa ya jumla ni wazi kwamba kila mmoja ameguswa na msiba huu. Lakini nikisema nimzungumzie kwa namna tulivyozaliwa sisi, tukakuta historia yake na hatimaye tukakuwa na tukaja kuishi naye, hatutoweza kumaliza wasifu wake. Basi ni vizuri kwa namna ya pekee tukatosheka na machache juu ya maisha yake, kwamba sifa ya kwanza aliyokuwa nayo, alikuwa ni mtu ambaye aliyedumu katika ibada, akiamini kwamba ibada ndiyo njia pekee itakayomfanya aishi maisha mazuri ya kiroho baina yake yeye na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia baina yake yeye pamoja na familia yake, lakini pia baina yake yeye na jamii ambayo inayomzunguka.
lakini pia alikuwa ni mtu tunasema rajulu ad-demokrati, ni mtu wa demokrasia. Maana yake alishiriki hiwari mbalimbali pamoja na wazee wenzake, lakini pia na vijana. Na katika mazungumzo yake sikupata kushuhudia kwa kusikia au kumuona yeye mwenyewe anatamka neno ambalo ndani yake lina matusi au kashfa, bali alikuwa amesimama katika maneno yaliyokuwa mazuri. Lakini alikuwa abagui nani wa kukaa naye na nani asikae naye, ulimkuta katika maeneo yote. Lakini pamoja na hayo yote, uwezo wa Mwenyezi Mungu ndio ambao umetutenganisha naye. Na sisi tunasema kwamba laisa bimayit man mata fastaraha bimayiti, innama almayitu mayitul ahya'u. Ahesabiki yule aliyefariki akaenda kustarehe kupitia kifo chake kutokana na mazuri aliyoyatanguliza, bali anahesabiwa yule aliyefariki ni yule ambaye atakayeshindwa kuyachukua mazuri ya ndugu yake na kuishi nayo, aidha kuyaboresha na kuyarekebisha, akaendelea kuishi katika maisha ya anasa ndani ya mgongo huu wa ardhi, akitaraji kwamba ataishi milele hapa, ile hali natija ya uwepo wako inatokana na wale waliokuwepo kabla yako. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema innal abrara la fi na'imi wa innal fujjara la fi jahim. Wale wema wanaofanya mambo mazuri, wakaunganisha watu, wakasuluhisha watu, wakajitoa kwa ajili ya watu, la fi na'imi, watakuwa katika neema kubwa. Lakini wale waovu ambao wanaishi katika hii dunia kwa ufisadi, chuki, husuda, fitna, vinyongo na vifino, la fi jahim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuepushe na atulinde na moto huo. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.